السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ثم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، وعمنا بالغفران، واجمعنا على الإيمان. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا، برحمتك ya arhamar rahimin. Ndugu zangu Waislamu, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetuwezesha tumekutana tena katika kuendeleza vikao vya Qur'ani, kuyazungumza maneno ya Mwenyezi Mungu matukufu pamoja na kutoa maelezo yale ambayo tumeyafahamu katika maelezo mengi yaliyoelezwa na wanazuoni wakubwa, ambapo tuko katika suratu Luqman. Na katika darsa yetu ya jana tulianza suratu Luqman kuanzia mwanzo, tukakomea katika aya ya 4 katika sehemu ya mwisho. Kabla ya kuimaliza aya hiyo, Mwenyezi Mungu aliposema alladhina yuqimuna as-salata, wale ambao kwamba wanasimamisha swala, wa yu'tuna az-zakata, na wanatoa zaka, wa hum, na wao, bil akhirati, kwa akhira, hum yuqinuna, wao ni wenye kuwa na yaqini. Ulaika, hao, ala hudan, wako juu ya uongofu, min rabbihim, kutoka kwa Mola wao. Wa ulaika, na hao, humul muflihuna, ndio wenye kufaulu. Wa minan nasi, na miongoni mwa watu, man, kuna wale ambao kwamba yashtari, wananunua, lahu alhadithi, upuuzi wa maneno, liyudhilla,
ili wapate kupoteza an sabilillahi, kutokamana na njia ya Mwenyezi Mungu, bighairi ilmin, pasi na elimu yoyote, wayattakhidhaha, na wakayafanya maneno ya Mwenyezi Mungu huzuan, kuwa ni ya kufanyiwa istihzai, ulaika, hao, lahum adhabun muhin, wana wao adhabu yenye kutia utwevu, yenye kutia unyonge. Sasa jana katika aya ya 4 tulipozungumza alladhina yuqimuna as-salata, kwamba wale waja wema waliotajwa katika aya ya 3, hudan wa rahmatan lilmuhsinin. Tulipozungumza hawa muhsinina ni watu gani, Mwenyezi Mungu aya ya mbele yake akataja baadhi ya sifa za hao muhsinina. Mwenyezi Mungu akasema alladhina yuqimuna as-salata, ni wale ambao kwamba wanasimamisha swala, wa yu'tuna az-zakata, na wanatoa zaka. Hapa ndipo tulipokomea. Leo tunataka tuanzie hichi kipande cha mwisho kabisa, tuendelee mbele. Mwenyezi Mungu atuambia wa hum bil akhirati hum yuqinun. Sifa yao nyingine hao muhsinuna, wao kuhusu akhira ni wenye yaqini. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Katika hichi kipande cha mwisho wa hum bil akhirati hum yuqinuna, tunataka tuende moja kwa moja katika kufahamu maana kamili ya neno la yuqinun. Wana yaqin, ma huwa al-yaqin? Kuyaqinisha ni vipi, ama kuwa na yaqini ni namna gani, na wanazuoni wameeleza nini kuhusu yaqin? Wanazuoni watuambia yaqin taarifu yake huwa al-imanu ar-rasikhu alladhi la yatazaza wala yatra'u alayhi shakkun fayatfu ila al-aqli liyunaqisha min jadid. Ukisikia mtu yasema mimi nina yaqini, maana yake ana imani ya nguvu kwenye moyo. Imani hiyo haiwezi kuingiliwa na shaka, shaka ambayo itakuja iutetemeshe moyo wake, halafu yule mtu ajipate yuajiambia, hebu ngoja hili jambo nilifikiria tena mara ya pili, mimi nilikuwa niko sawa ama siko sawa. Kuna wakati mwingine waweza ukadhania ulichokifanya una yakini nacho, kisha kukaja kukazukia jambo lengine, ikakubidi kwanza ukae kando uanze kupiga mahesabu. Je, mimi nilikuwa lile la kwanza nililodhania nina yakini nalo, nilikuwa niko sawa kweli ama nilikuwa siko sawa? Ikawa wapiga hisabu wakati mwanzo uliona wewe una yakini, ghafla kumezukia lengine limekutetemesha moyo, limekufanya umeanza kurudi upige mahesabu tena mara ya pili. Hii hautoambiwa kwamba wewe ulikuwa una yakini. Yakini ambayo ni ya kisawasawa huwa al-imanu ar-rasikh, ni mtu awe na imani iliyokita ya jambo. Imani hiyo alladhi la yatazaza, ni imani ambayo haitetemeshwi na chochote. Kisha wala yatra'u alayhi shak, imani ambayo haitetemeshwi, haiingiliwi na shaka. Fayatfu ila al-aqli liyunaqisha min jadid, shaka ile ikaingia ndani ya akili, ikaiambia akili njoo tukae tena tuanze kulijadili hili jambo. Je, wewe ulikuwa uko sawa? Ili nieleweke vizuri, ni kama niseme hivi sasa mimi na wewe tuna yakini kwamba kuna pepo na kuna moto. Yaani huwezi kuwa wewe ni Muislamu wa kisawasawa na unashaka huu moto uko kweli, hii pepo tunayoahidiwa iko kweli. Wewe ukiwa na shaka kuhusu pepo, ukiwa na shaka kuhusu moto, wewe bado huna yakini, wala imani yako haijakuwa ya kisawasawa. Kwa hiyo tuna imani kwenye moyo wetu
ambazo hazitetemeshwi na kitu. Lau atatokea mtu pale nje aanze kusema hakuna moto, tutamcheka, tutamuona ni mjinga. Akituambia hakuna pepo, mwajisumbua bure, tutamuona yeye ni mjinga. Kwa nini? Kwa sababu tuna yakini ndani ya nyoyo zetu, tuna imani ya nguvu ambayo haitetemeshwi na maneno ya mtu, wala hatukai tena tukafanya mjadala na akili zetu. Lakini sijekaa hakuna moto kweli, sijekai pepo, hakuna kweli, ni maneno tu. Hatukai vikao hivyo na akili zetu kujadili, kwa sababu tuna imani isiyo na shaka kwamba pepo na moto ni vitu ambavyo kwamba viko. Sasa hiyo ndio yakini. Lakini swali langu, lau Mwenyezi Mungu atazifungua mbingu tuone moto wa Jahannam pale tulipokuwa tuko hivi sasa, kwamba moto huko itaongezeka ama bado itabaki iko pale pale? Yani ukauona moto kabisa, ile imani yako itabakia kama sasa, ama itaongezeka kwamba moto wenyewe kumbe ndo ule? Mimi imani yangu, yani nafsi yangu yaniambia wengi wetu imani zetu zitaongezeka. Yani kama mtu ilikuwa ana machezo na ana uvivu, alafu auone ule moto kidogo, uvivu wote utaondoka na ile imani yake itafanya nini? Itaongezeka. Sasa ikiwa wewe uko hapa kwamba kumbe lau utaonyeshwa moto wenyewe huu hapa, ile yakini yako itaongezeka, ina maana pale ilipo sasa ilikuwa bado haijakita kisawasawa. Kwa nini ukiuona moto ndio iongezeke? Watakiwa wewe bakie pale pale, kama alivyosema Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali kuonesha kwamba ile yakini yake kuhusu pepo na moto ni vitu vya nguvu, alisema lau kushifa anni alhijabu, lau itaondoshwa kwangu mimi pazia, yani nikiangalia mbinguni inaozuia mimi nisione mengi ni mbingu. Sayyidina Ali akwambia hizi mbingu ndo pazia za kuzuia wewe uone mengi ya huko. Sasa lau pazia itaondoshwa kwake yeye Sayyidina Ali, akauona moto ule pale, akaiona pepo ile pale, asema mazdatu yaqinan, yakini yangu haitaongezeka. Yani nishafikia ile limit, si kwamba nikitolewa mbingu sasa imani yangu kuna namna itaongezeka kwamba nimeona. Pale alipo yeye Sayyidina Ali, hata zikafunguliwa hakuna kitu tena cha kuongezeka, ashafika kile kiwango cha mwisho tayari yeye. Lakini huenda mimi na wewe kuna vitu vitafanya nini? Vitaongezeka. Sasa yakini ni pale unapokuwa na imani ambayo haitetemeshwi na kitu wala hauingiliwi na shaka. Shaka ile ikakwambia hebu rudi upige tena hesabu mara pili, ulikuwa uko sawa. Kama vile mtu alikuwa na uhakika huyu mke mimi yanifaa kamuoa, baada ya muda akaona hebu ngoja nikae kikao, mimi nilikuwa niko sawa kumuoa yule, ilikuwa ninapatwa na nini? Maanake mwanzo alikuwa na imani nyingine, baadaye haja kuona hapana, mimi nilikuwa nafaa nikae nifikirie tena. Sasa yakini ni una hakika ambayo haiwezi kuingiliwa na shaka, wala hutokaa ufikirie tena ulikuwa sawa ama huko sawa. Hii yakini, ndugu zangu Waislamu, wanazuoni wameipitia katika Qur'ani wakaiweka katika mafungu mangapi? Matatu. Wakatuambia kwanza kuna ilmul yaqin, kisha kuna ainul yaqin, kisha baada ya hapo kuna haqqul yaqin. Na zote tatu zimethubutu katika Al-Qur'anul Karim, katika suratul Takathur na katika suratul Waqi'ah. Zile mbili za kwanza ambapo ni ilmul yaqin na ainul yaqin ziko katika suratul Takathur. Mwenyezi Mungu aliposema kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, akaitaja hapo latarawunna aljahim, kisha thumma latarawunnaha ainal yaqin. Kwa hiyo mwanzo ametaja kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, kisha baada hapo akataja thumma latarawunnaha ainal yaqin. Mwenyezi Mungu akataja mbili, kuna ilmul yaqin na kuna ainul yaqin. Kisha katika suratul Waqi'ah Mwenyezi Mungu akaitaja ya tatu alipotuambia wa amma in kana minal mukaththibin ad-dallin fanuzulun min hamim
wa tasliyatu jahim inna hadha lahuwa haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Zote tatu zimetajwa katika Qur'ani kwamba hizi zote hupatikaniwa katika sampuli za yaqini. Hebu tuzigusie kidogo. Ilmul yaqini ni ipi, na ainul yaqini ni ipi, na haqqul yaqini ni ipi? Wanasema ilmul yaqin ni pale mtu unayemwamini akakueleza kitu, mtu akakwambia na wamwamini, sharti ni hiyo, akakwambia Al-Kaaba imevishwa vazi jeusi na wewe wamwamini, halafu iliwahi wakati fulani kurekebishwa baada ya kutokea vurugu fulani. Al-Kaaba ukiingia pale pako hivi, yale maneno anayokueleza ule mtu na wewe wamwamini ule mtu, hicho kitendo cha kwanza ndio chaitwa nini? Ilmul yaqin. Kisha ainul yaqin sasa ni pale unapojaaliwa kuiona Al-Kaaba sasa kwa jicho. Pale mwanzo ulielezwa ikawa unatoa ilmul yaqin, sasa ukajaaliwa kuiona kwa jicho, kama ni katika TV, kama ni katika simu, kama ni hii hapa yenyewe, kile kitendo cha kuiona ikawa iko sawa na maelezo uliopewa ilmul yaqin, kile kitendo cha kuiona sasa ndio tukiita nini kitendo hicho? Ainul yaqin. Haqqul yaqin sasa ya tatu ni pale Mwenyezi Mungu atakapokujalia sasa ukaingia katika zile ibada za hija zenyewe, sasa ukawa itufu, ukawa izunguka, ukawa waswali hapo, ile sasa ndio tutaita nini? Haqqul yaqin. Kwa hiyo ilmul yaqin ni pale uelezwapo na mtu unayemwamini. Ainul yaqin ni pale unapokiona kile kitu alichokueleza na kiko sawa na alivyokueleza. Haqqul yaqin ni pale unapobashiriana na kile kitu chenyewe. Na hizi tatu katika Qur'ani ndivyo namna ambavyo kwamba ziko kulingana na hivi tulivyozieleza, kama alivyozieleza al-Imam Sha'rawi katika tafsiri yake. Mwenyezi Mungu aliposema kalla lau ta'lamuna ilma al-yaqin, lau mungelikuwa nyinyi mwajua ilmu ya yaqini, lau ingelikuwa mwajua habari ya moto kwa yaqini, yani Mtume Muhammad tumwamini, mtume au tumwamini? Tumwamini. Na tumesema ilmu al-yaqini ni uelezo kitu na mtu ambaye ufanya nini? Wamwamini. Sasa mtume akakueleza wewe kuhusu moto na wewe wamwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu atuambia hiyo ndio ilmu al-yaqin. Kalla lau ta'lamuna ilma al-yaqin la tarawunna al-jahim, mungelikuwa muona moto ndani ya nyoyo zenu. Yani lau mtume alipotuambia moto wa Mwenyezi Mungu wachoma kiasi ambacho ile cheche yake moja ni sawa na jumba kubwa la ghorofa tunaloliona, innaha tarmi bishararin kalqasr, ile cheche ya moto wa Jahannam hapa duniani. Ukitaka ujue cheche ya moto wa Jahannam iko vipi, tafuta jumba la ghorofa kubwa. Qur'ani yakwambia ukubwa wa ile jumba ndio cheche moja ya moto wa nini? Wa Jahannam. Anayetueleza haya maneno ni nani sasa? Ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa lau sisi tumwamini mtume kisawasawa, huku kuelezwa na mtume kuhusu moto, hiyo ndio ilikuwa kwetu ni nini sasa? Ilmul yaqin. Mwenyezi Mungu atuambia kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al-jahim, kwenye nyoyo zenu mungelikuwa moto mauona. Hamjauona kwa macho, mauona kwenye moyo. Yani mtu hataki kwambia chukua hii, yani iba, ungelikuwa ukikumbuka mtume alivyokueleza moto, ile ilmu al-yaqin, wajiambia hapana, hujaona. Lakini vile nilivyoelezwa na as-sadiqul masduq, ninayemwamini, nitachukua vipi kitu cha mtu? Mwenyezi Mungu asema thumma la tarawunnaha aina al-yaqini, kisha baada ya kuwa mshauona ule moto kwenye nyoyo zenu ambao ni ilmu al-yaqin, mkama muamini mtume katika aliyowaambia,
kisha siku ya Kiyama mungelikuja muone huo moto ainul yaqin hivi, ambapo sasa huu ni wakati watu wapita kwenye sirati. Mwenyezi Mungu ametuambia kila mmoja atapita katika nini? Katika sirati. Kana ala rabbika hatman maqdiya, kila mmoja atapita juu ya sirati pale, kila mmoja. Na sirati kama wanavyoeleza, jisrun mamdudun ala matni jahannam, ni bridge ambayo imenyooshwa juu ya moto, mgongo wa moto wa Jahannam. Yani moto, sirati iko juu yake. Ukivuka ndo salama yako, lakini ukishindwa kuvuka, Mwenyezi Mungu asitujalie katika hapo. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia katika Qur'ani, thumma latarawunnaha aina al-yaqini, kisha mngekuwa kuona kwa macho. Kwa hiyo kuona kwa macho ni pale mtu yuavuka katika nini sasa? Katika sirati. Sasa wale waliomkadhibisha Mtume Muhammad, Mwenyezi Mungu akaitaja ile ya tatu kwao, ambao ni haqqul yaqin, akatwambia fa amma in kana minal mukadhibin wa amma in kana minal mukaththibin, ikiwa mtu alikuwa ni katika wale wenye kumpinga na kumkadhibisha Mtume Muhammad, wa amma in kana minal mukaththibina adallin, akiwa mtu alikuwa katika wale wenye kumkadhibisha Mtume Muhammad, tena wale waliopotea, Mwenyezi Mungu asema fanuzulun min hamim, atakuwa na mashukio kutokana na moto, wa tasliyatu jahim, na atatiwa katika moto wa jahim. Kisha Mwenyezi Mungu akatwambia inna hadha, hakika haya ya hawa watu kutiwa ndani ya moto, yani sasa wanaingia kile kitu chenyewe, la huwa haqqul yaqin. Ndio nini sasa? Hii ni haqqul yaqin. Sasa haya mazungumzo yote ni nini ambacho tunataka kukizungumza, tukikusudia hapa? Tunachokikusudia ni kwamba hawa waja wema Mwenyezi Mungu amewasifu kwa sifa tatu: alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata, kisha wa hum bil akhirati hum yuqinuna. Maana yake hawa watu walikuwa na haya mambo yote matatu. Kwanza walikuwa na ilmu al-yaqin, wakiambiwa kitu na Mtume sallam wanakikubali. Walikuwa na ainul yaqin, siku ya Kiyama wakipita katika moto wataona ule moto tulikuwa tukiogopa ndo huu. Hawa watu walikuwa na haqqul yaqin, siku wakiingia katika pepo watakuwa na ile furaha kwamba haya ndio yale ambayo kwa sisi tukijisumbua ili tuyapate, Mwenyezi Mungu ametujalia tumefanya nini? Tumeyapata. Watakuwa hao wenyewe wako kwenye salama, wako kwenye raha na amani. Lakini kuna suala moja hapa tulikamilishe, kisha tuende katika aya inayofuatia. Mwenyezi Mungu hapa ametujulisha mambo mawili. Moja liko katika suratul Baqara ambalo ni hudan lilmuttaqina, lengine liko katika hii suratul Luqman ambalo ni hudan wa rahmatan lilmuhsinin. Swali ni hili: je, hii ni Qur'ani ni uongofu kwa wacha Mungu tu na ni uongofu kwa wenye kufanya mazuri tu basi? Yani ni hudan lilmuttaqin alafu hudan wa rahmatan lilmuhsinin, haiongozi watu wengine? Ni mtu ayemcha Mungu aongoke, ama mtu ayemja mwema aongoke? Ni hivyo tu? Wanozoni watuambia uongofu uko katika sampuli hizi mbili. Kwanza kuna hidayatu dalalatin wa irshad, kuna Mwenyezi Mungu akuongoze dalili zote uzione, amekujalia kabisa ukaona dalili zote, kama wale makoresho waliokuwa wakati wa Mtume. Mungu aliwajalia hidayatu dalalatin wa irshad, dalili zote waliziona. Walimwambia Mtume tuoneshe muujiza fulani, wakauona. Tuoneshe muujiza mwingine, wakaoneshwa. Hebu tueleze kuhusu al-Isra wal-Isra, wakaelezwa. Ile ni hidayatu dalalatin wa irshad. Ni kama hivi sasa iwe una rafiki yako ambaye si Muislamu, kila ukiketi naye wamuoneshe zile dalili za kumwamini Mwenyezi Mungu. Wamwambia angalia, sisi Waislamu tuamini kitu kadhaa kwa dalili kadhaa. Wampa zile dalili. Angalia, sisi Waislamu tuamini hivi. Wampa zile dalili, hiyo kumpa tu
yaitwa hidayatu dalala. Si kila mmoja ambao hizo dalili pia huziona, wako wengine ambao hata hizo dalili pia hawazioni. Mwenyezi Mungu kundi hili amelitaja alipotwambia wa amma thamudu fahadainahum, wale Thamud tuliongoza pia, fastahabbu al'ama ala alhuda, wenyewe tu walipendelea kubakia kwenye upofu wakauacha uongofu. Mungu aliwaongoza vipi? Aliwaongoza kwa hidayatu dalalatin wa irshad, aliwaonesha hoja zote, aliwaonesha dalili zote. Ile pia nao ni hidayah, lakini wao wenyewe istahabbu al-ama ala al-huda. Kisha sampuli ya pili ndio kuna hidayatu tawfiqin wa mauna. Mwenyezi Mungu sasa baada ya kukuonyesha dalili akupe taufiki ya kuzifuata, baada ya kukuonyesha dalili akupe taufiki ya kuziamini, akupe taufiki ya kuzikubali. Kula kuziamini na kuzikubali, ile ni hidayah kamili ambayo si kila mmoja Mwenyezi Mungu humpatia. Ndio Mwenyezi Mungu akatuambia walladhina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum, wale ambao waliongoka. Ihtadaw manake wameongoka kwa hidayatu dalalatin wa irshad. Zadahum hudan maana yake huwazidishia wao dalalatu tawfiqin, hidayatu tawfiqin wa mauna wa atahum taqwahum. Kwa hiyo Qur'ani sio hudan lilmuttaqina tu wala hudan wa rahmatan lilmuhsinina tu. Qur'ani ni uongofu kwa watu wote. Itoshe tu kwamba mtu ameoneshwa dalili, yeye mwenyewe akakataa. Kule kuoneshwa dalili pia nayo ni nini? Ile ni hidayah, alafu mtu mwenyewe hakupenda kuzifuata zile dalili. Na tumeambiwa la ikraha fi dini, hakuna kutendeshana nguvu, hakuna kulazimishana. Anayetaka kuingia katika dini yetu tumpokea kwa mikono miwili, ambaye hataki tuishi kwa adabu, tuishi kwa upendo, basi. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika aya inayofuatia, ulaika, hao tuliowataja nyuma, muhsinuna, wenye hizo sifa tulizozitaja, hao ala hudan min rabbihim, wako juu ya uongofu utokao kwa nani? Kwa Mola wao. Wanazuoni wasema Mwenyezi Mungu ameufanya ule uongofu huu hapa, alafu hawa watu wako juu yake. Yani kama ambaye ule uongofu ni matiya, ni kipando, alafu wao wamekipandia cha wapeleka kule ambako kuna mambo mema na kule ambapo kuna mambo ya kheri. Hao muhsinuna, hao ala hudan, wako juu ya uongofu. Yani ule uongofu ni kama kipando, wao ala hudan, wako juu ya nini? Uongofu. Sasa hichi kipando chawapeleka kila penye kheri, chawapeleka kila penye mambo ya taa, chawapeleka kila penye mambo mazuri. Wewe muangalie mja mwema yoyote, wallahi habari zake zitakushangaza, zitakushangaza sana. Utashangaa ana moyo wa chuma ama ana moyo wa jiwe. Mbona wewe uko tofauti na yeye? Utashangaa. Taona hata ile siku ambayo mulilala pamoja kuchelewa saa 8 za usiku, utampata mwenyewe saa 10 uko macho, kama ni mtu wa nyiradi ama ni mtu wako na msikitini saa 10, yule yuateremka zake msikitini, wajiambia ndani ya moyo, lakini tulala kuchelewa sote. Mbona mimi najisikia mvivu, nataka niendelee kulala, lakini yule mwenzangu ana morali, ameinuka yuenda. Kwa sababu yuko juu ya uongofu. Ule uongofu ni kipando amekipanda, champeleka katika mambo yote ya kheri. Hata kilala saa 10:30, swala ni saa 11:30, hilo jisali moja la mtosha, atainuka mapema na atawahi msikitini. Mimi na wewe saa 3 asubuhi ndio tuanza kufungua macho, wajiuliza vipi, lakini ule mwenzangu, kumbe yule ala hudan. Ule uongofu ni kama ameupandia, haumkubali alale, haumkubali akose mambo ya kheri, ushampeleka. Haumkubali akose mambo mazuri, ushampeleka. Ni mtu tumjua hana lolote, lakini siku ukisikia kuna ijtimai mahali,
alafu wewe uko na uwezo wa kwenda, ukifika washangaa kukutana naye, amfikaje huyo hapa? Siku sijui kuna jumuiko la kheri mahali fulani, watu wameambiwa kwa ili uende utatoa 2000 na una uhakika yule 2 hana, alafu kifika huko umeona huko, huyo mfikaje huku? Kwa sababu Mwenyezi Mungu amemjalia yuko juu ya ule nini, ule uongofu. Uongofu haumkubali akae kila penye kheri. Ule uongofu ni kama kipando, ni kama gari, yamwambia twende nikupeleke, yampeleka katika mambo ya kheri, katika mambo mazuri. Na ndio maana kuna watu huwakosi katika mambo ya kheri, kama ambavyo kuna watu huwakosi katika mambo ya nini, ya shari, huwakosi wale, na wao wako ala dhalala. Ule upotevu ni kama kipando chao wamekipandia juu. Sasa kuna starehe wapi? Kile kipando cha mwambia twende, kisha mpeleka. Kuna anasa wapi? Kile kipando cha mwambia twende, kisha mpeleka kwenye hizo anasa. Mwenyezi Mungu akikujalia ukawa ala hudan, basi wallahi mambo yako yatastaajabisha watu. Mvua kali yanyesha, lakini hautosikia hata siku moja yule ambaye umemzoea ndo anayadhini adhana ya kwanza msikitini. Mvua kali, lakini wewe ikifika ule wakati utamsikia yuadhini. Amefikaje msikitini? Wewe wajishauri kutoka, yeye yukuadhinia msikitini. Ni kwa sababu ulaika ala hudan min rabbihim, uongofu wenyewe watoka kwa nani? Kwa Mola wao. Wa ulaika humul muflihuna, na hao ndio wenye kufaulu. Mwenyezi Mungu atuambia katika aya ya 6 ya suratu Luqman, atuambia wa minan nasi man yashtari lahu alhadith, hakika baadhi ya watu, kuna watu ambao kwamba huwa wakinunua upuuzi wa maneno. Haya ni maneno ambayo Mwenyezi Mungu ameyaleta baada ya kuyataja haya ya nyuma. Jana tulisema Qur'ani msingi wake umejengwa wa kuungana, yani wakoma katika hichi chaungana na hichi cha mbele, wakoma sura hii yaungana na hii sura ya mbele. Yule mwenye kuisoma Qur'ani akabandikwa jina akaitwa Al-Halul Murtahil, yani washuka kabisa, waunganisha, waendelea safari nyingine ambayo yaungana na hii ulioshuka. Ndiyo mfano wa haya maneno ambayo tuko. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kutuelezea kwamba kuna hii Qur'ani ni uongofu, aya zake ni uongofu, kuna waja ambao ni waja wema, sifa zao ni hizo, yuqimuna salata wa yu'tuna zakata. Kisha Mwenyezi Mungu akatuletea, msisahau kama ambavyo kuna waja wema, kuna na watu wengine kazi yao ni kuhakikisha hawa waja wema hawasikizwi. Kuna watu wengine kazi yao ni kuhakikisha hawa waja wema hawapati wafuasi. Kuna watu wengine kazi yao ni kuhakikisha wanatajirika wewe unapopotea, yani utajiri wao ni kupotea kwako. Ukiongoka wao watakuwa maskini, ukipotea wao ndo wanatajirika. Mwenyezi Mungu akatujulisha mbele ya aya kwamba kuna watu kama hawa. Ndugu zangu, ukiketi vizuri, ukipiga mahesabu, ni lazima ukubali kwamba haiwezekani kukosekaniwe watu wanaompinga mtume. Haiwezekani. Ni lazima kupatikaniwe watu ambao wampinga nani? Mtume Muhammad, ambao watu hawa wanatajirika kwa kutengeneza vitu ambavyo ni vya kumpinga Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwani lau kama watu hawatajiriki na kumpinga mtume, ungelikuwa na biashara ya tembo? Ile biashara ya tembo ule ni utajiri wa watu. Kuna watu ile biashara ikienda ndio utajiri wao, na ili watajirike ni lazima wakutangazie kwamba tembo si haramu. Huko ndiko kumpinga nani sasa? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazima akwambie tembo si haramu. Lau kama atakwambia ni haramu, wewe utalinwa, utalikataa, hutotoa pesa zako. Kwa hiyo akikwambia ni halali, akikwambia hili limetolewa vibali, hili la kisheria, hili la faa limeruhusiwa, huo ndo utajiri wake yeye
kwa kupotea wewe unwe tembo na yeye ampinge Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wewe mwangalie mtu yoyote ambaye yafanya biashara ya kutajirika ili upotee wewe, ni mtu ambaye yampinga Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hili ndio ilikuwa kanuni ya wale makureishi katika kumpinga kwao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lau wangelimkubali Mtume, biashara zao za haramu zingekwenda vipi? Lau wangelimkubali Mtume, biashara zao za dhulma zingekwenda vipi? Kwa hiyo ili zile biashara zao za dhulma ziendelee, watajirike kupitia watu kupotea, ni lazima wao wampinge Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ndio wakatengeneza vitu tofauti tofauti. Miongoni mwa vitu walivyotengeneza, walikuwa wakiwaambia watu la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun, katika sura Fussilat. Musisikilize Qur'an, mupige makelele. Yaani Mtume wakati wasomea watu Qur'ani, si watu wakipulika watamfuata, na wakimfuata Mtume biashara zao zitaharibika, watarudi watakosa utajiri na pesa la kufanya. La tasma'u li hadha alquran, wakiwaambia watu Qur'ani musisikize, badala yake walghaw fihi, pigeni mayowe, pigeni makelele. Kwa hiyo wakati Mtume waisoma Qur'ani, nyinyi huku kando mpiga makelele, mpiga mayowe, ili watu wasisikie nini Qur'ani. Lakini yote walioyafanya bado Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaidhihirisha haki, walau karihal kafiruna, na Uislamu ukatufikia mpaka sisi tulioko huko. Sasa Mwenyezi Mungu amekileta kipande hichi ili kutujulisha ya kwamba kuna watu ambao kwamba kazi yao ni kuharibu, yani katika jamii. Watu wasione haki, utajiri wao uko hapo, maslahi yao yako hapo, hawajali wewe wapotea, hawajali wewe wapelekwa katika moto. Na huu ndio mfano ambao tuuona wazi katika wa magharibi kwa sampuli zao zote. Bidii yao kubwa ni kuhakikisha watu wapotee. Kubwa, hakuna ovu ila wamekuletea mkononi. Katika kisimu chako hakuna ovu isipokuwa wamekutilia ndani ya kile kijisimu chako. Kwani kama wewe umepotea, lazima na watu wengine pia nao wafanye nini? Wapotee. Lakini ukipotea wewe, ndio biashara yetu. Ukipotea wewe, ndio kupata pesa kwetu sisi. Ndio tutakupata ununue kama ni tembo zetu, tutakupata ununue kama ni vilevi vyetu, tutakupata katika sehemu za anasa na starehe. Huo ndio utajiri wetu sisi ambao utakuwa tuupata. Hawa watu ni lazima waende mbio kuhakikisha wewe upotea, kuhakikisha wewe haumfuati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mwenyezi Mungu atujulisha kwamba watu kama hawa wako. Lakini hapa Mwenyezi Mungu amewataja kwa namna hii, wa minan nasi, na miongoni mwa watu, yani si wote, baadhi ya watu, man yashtari, kuna ambao kwamba wananunua, lahu alhadithi, upuuzi wa mazungumzo. Wanazuoni watuambia, ama upuuzi wa maneno, wanazuoni watuambia aya hizi zilimchukia bwana mmoja akiitwa An-Nadhr ibn al-Harith. Aya hii An-Nadhr ibn al-Harith, katika kufanya kwake bidii watu wasimfuate Mtume Muhammad, alikwenda akanunua kutubul aajim, yani vitabu visivyokuwa vya Kiarabu vinavyoeleza historia za wafalme ambao sio wa Kiarabu. Kisha akaja navyo Makka. Alipokuja navyo vile vitabu, akawa yuhakikisha watu hawatomfuata Mtume Muhammad. Ikawa yuangalia ni wapi ambapo Mtume Muhammad yenda kusomea watu Qur'an, alafu na yeye yuenda yawaambia Muhammad yuwaeleza nini habari za Ad, Thamud, sijui watu gani. Mimi nitawaelezea maneno ya wafalme wa Fursi, mfalme sijui wa wapi. Mtume akiwaeleza watu maneno ya Qur'an, akimaliza na yeye huanza kuwasomea maneno ya wafalme wengine, kisha huambia yeye wapa story, sijui watu wa Adi walifanya hivi wakafanya hivi, na mimi pia nawapa story, mfalme wa Fursi alifanya hivi na yeye akafanya hivi. Kisha alafu akimaliza yuambia wale watu,
hadithi hadha, mazungumzo yangu haya nilowaeleza mimi, ahsanu min hadithi Muhammad, ni mazuri zaidi kuliko mazungumzo ya nani? Ya Muhammad, yani Qur'an. Fuateni haya yangu. Hii ndio ilikuwa bidii yake kabisa, watu wasimsikilize Mtume Muhammad. Baadhi ya wanazuoni wasema alikuwa huyu bwana akinunua wanawake wenye kuimba. Kuna wale wanawake mahodari wa kuimba, wale vijakazi, anakuimbia vizuri kwa sauti nzuri, alikuwa akinunua hao vijakazi. Kisha yuaja kuangalia mtu ambaye yomsikiliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa hataki yule mtu amwamini Mtume, amwambia njoo, yuenda naye paka kwa vile vijakazi vyake alivyovinunua vya kuimba, alafu yuambia at'imihi, kwanza hebu mlishe chakula. Kile kijakazi chajipitisha mbele, cha kuwekea chakula wala vizuri, yani ukutoa jasho lolote, chakula kimekuja tu. Alafu amwambia yule kijakazi istihi, mpe na kinywaji waletewa kinywaji kizuri. Alafu anamwambia waghnihi, ukimaliza pia muimbie. Alafu kile kijakazi chaanza kumwimbia yule mtu maneno ya mahaba, mapenzi, huko kikicheza mbele yake. Kisha alafu anambia yule mtu hadha khair, haya ndio bora haya sasa, mimma yad'uka ilayhi Muhammad, kuliko yale ambayo Muhammad yakuitia. Yapi hayo? Minas salati wasiyam, Muhammad yakuita ukaswali, akuita ukafunge. Wa antuqatila baina yadayhi, Muhammad yakuita ukapigane vita mbele yake, waweza ukafa. Lakini hebu angalia mambo yetu sisi, raha, mwanamke ampita mbele, chakula, kinywaji, alafu baada hapo umeimbiwa. Haya ni bora kuliko yale ya kule. Yani wakihakikisha wafanya bidii watu wasimfuate wala wasimwamini nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Baadhi ya wanazuoni wasema aya hii ilimteremkia huyu bwana ambaye ni An-Nadhru ibn al-Harith. Sasa nini maana ya lahu al-hadithi kikamilifu? Lahu al-hadithi, wanazuoni wote wamekubaliana kwamba lahu al-hadithi ni chochote ambacho cha kuzuia wewe usiweze kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Chochote. Yani jiangalie wewe, ni kitu gani ambacho cha kuzuia wewe kumkumbuka Allah? Kile ambacho cha kuzuia kumkumbuka Allah, basi hicho ndio makusudio ya nini hiyo lahu alhadith. Kama umetolea pesa ukakinunua, basi umekula hasara, kwa sababu umenunua kitu ambacho cha kufanya wewe wakosa kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lahu alhadith. Hivi ndivyo alivyoeleza al-Imam Sha'rawi kwamba ni chochote ambacho cha kufanya wewe ukose kumtambua Mola wako. Lakini pia wanazuoni hao wakaelezea kwamba pia lahu alhadithi hapa makusudio yake ni alghina, nyimbo ambazo za kutoa kwa Mola wako za kupeleka kwa sheitani, ni lahu alhadith, nyimbo. Wale wanasema haya kwamba lahu alhadithi ni nyimbo ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahaba wa Mtume, Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sahaba wa Mtume, na wengineo, kwamba lahu alhadithi iliyokusudiwa hapa ni alghina, ni nyimbo. Kama ambavyo pia walitaja jambo hilo kwamba lahu alhadithi ni nyimbo wengine katika wanazuoni na masahaba wa Mtume, kama Jabir ibn Abdullah, Mujahid, pamoja na kina Sa'id ibn Jubair, Qatada, An-Nakhai, kwamba lahu alhadithi ni nyimbo ambazo za kupoteza kuijua njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndizo zinazokusudiwa. Wanazuoni wanasema hii aya lahu alhadithi iliyotajwa hapa, wa minan nasi man yashtari lahu alhadithi, sio aya ya kwanza katika kuharamisha nyimbo. Kuna na zingine mbili, kwa ujumla zitakuwa ni tatu. Hii ni ya kwanza. Ya pili ni ile ambayo iko katika suratul Najmi, Mwenyezi Mungu aliposema afa min hadha alhadithi ta'jabun wa tadhakuna wala tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Hii wa antum samidun, wanazuoni wamesema
kwamba hii samiduna ni nyimbo. Katika lugha ya Kiarabu ukimwambia mtu ama ukimwambia mwanamke asmidi lana, maana yake ghanni lana, tuimbie. Kwa hiyo wa antum samiduna, manake na ilhali nyinyi mwaipuuza hii Qur'ani. Wa antum samiduna, na ilhali nyinyi mwasikiliza vitu ambavyo ni vya nyimbo, vawashughulisha msimkumbuke Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni sehemu ya pili ambayo Mwenyezi Mungu ameharamishia nyimbo. Sehemu ya tatu ambao wanazuoni wameitaja ni pale Mwenyezi Mungu aliposema suratul Isra'i, wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Wanazuoni wanasema hapa bisautik ilikuwa ya kusudiwa ni nini? Ni nyimbo, kwamba Muislamu kivovote hafai kuwa mtu wa manyimbo, hafai, ni haramu. Kutakaa vipi katika moyo mmoja manyimbo na Qur'an? Itakaa vipi? Yani katika moyo mmoja huo huo manyimbo, katika moyo mmoja huo huo Qur'an, zitachanganyikana vipi? Haziwezi kuchanganyikana. Lazima kimoja kitamuondoa mwenzake, na sana sana atakayeondoka ni Qur'ani, atakayebakia ni nani? Ni manyimbo. Kisha itakuwa mtu ameweka kitu ambacho champoteza katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wewe angalia hii leo namna gani manyimbo yanavyowapoteza watoto wetu. Angalia wewe, wallahi juzi, kama ni siku nyingi ni 2 tu, juzi kitoto kidogo, napeleka mtoto wangu skuli, kitoto kidogo chapitishwa, wako kama watoto 4 5 hivi. Sasa kuna mtu yapeleka shule, chaimba, hata kuzungumza vizuri hakijui, lakini kuna nyimbo chaimba tena chapita kikikariri kwa kuimba kabisa. Yani hebu pulika sikio, huyu mtoto asema nini? Upuuzi mtupu. Mimi siku moja mko nyumbani kwangu, wakati huo naishi kule Bamburi, nje kukaa kuna mtoto yapita yorejelea neno moja, kila kikumbuka wanazia kucheka, nasema lakini kwa kuimba, na pengine hiyo nyimbo takuwa baadhi ya watu wanaijua, anasema naomba uniroge. Kisha rejelea yani hilo neno, naomba uniroge, naomba uniroge, naomba, lakini kwa sauti ya kuimbia. Yani nafikiri itakuwa tushaelewa kwamba yeye mwenyewe yuomba afanye nini? Arogwe. Sasa mimi niko ndani ya nyumba nikaanza kicheko, nikajiuliza ataweza kirogwa huyu? Na yataka arogwe. Haya, arogwe kweli? Ataweza mambo hayo? Lakini mwenyewe imba nyimbo kabisa, tena mtoto mdogo. Sasa hizi nyimbo zitakaa vipi kwenye moyo, alafu kwenye moyo huo huo ikae Qur'an? Ndio imepokewa kutoka kwa Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud akisema, alghinau yumbitu nifaqa fil qalb. Hizi nyimbo zamezesha unafiki katika moyo. Hizi nyimbo hizi zatia unafiki katika moyo. Yule mtu ambaye kwamba yupenda kuzisikiliza mara kwa mara, wallahi zamtilia unafiki katika moyo. Mtu akiamka usubuhi mpaka jioni yuko katika mambo hayo tu, tena basi mwenyewe labda amue na kuwaiga kabisa wale wenye kuimba. Sasa basi ni afadhali iwe ni huko kwetu. Kuna wakati mwingine sasa iwega zile za wale wa kizungu. Wale wa kizungu mwenye alipoimba ile nyimbo kwenye baridi, amvaa makoti na nini, watamwona huko kwetu jua kali. Lakini sio mwiga yule, piga makoti na alhabib, utakufa kwa joto. Kuiga huko na manyimbo hayo yatakumaliza. Yule alofanya hivyo labda alikuwa kwenye anga la baridi na mabarafu, huyu huko kwetu joto kali. Lakini bana, mimi maadam nimeishika ile nyimbo ule mtu, basi tena mtu afanye bidii kuihifadhi. Labda wako wengine huziandika kwenye vitabu, akaketi akazikariri ili azishike, ili siku akisikia mahali aonekane na yeye yumo. Qur'ani itakaa vipi kwenye moyo huo? Nyimbo zamezesha unafiki katika moyo. Nyimbo zamezesha katika moyo unafiki, na ndio maana wanazuoni wengine wamepokea wakisema, alghinau batil wal batilu fi nnar. Nyimbo ni ubatilifu na ubatilifu motoni. Yani haiwezekani mtu akashika haya manyimbo ambayo kwa 100% yampeleka katika uharibifu, 100% yampeleka katika uzinifu,
100% yampeleka katika uovu, alafu iwe huko kwenye huo uovu si motoni. Ni lazima iwe ni batil, wal batilu fi nar. Zitakuwa manyimbo yale yampeleka yule mtu katika nini? Katika moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo haya manyimbo ni hatari mtu kuyaweka na akawa yuaacha mwenyewe, yuafanya yuapenda, na pengine kaa yuamtia unafiki na mtoto wake pia yuamuingiza. Ni hatari. Ingawaje haya ni mazungumzo ambayo ukiyazungumza labda mtu aweza kaa yuajiuliza, sasa itakuwaje? Ndio itakuwa hivyo, ndio uache kuzisikiza. Sasa lakini jamii tuliofikia kweli waweza kuacha kuzisikiza? Haiwezekani. Kaa uwezi kuacha kuzisikiza, lazima uache, kwa sababu zitakutilia unafiki katika moyo na zitakwenda kukupoteza na zitakufanya mbele ya Mwenyezi Mungu utakwenda kujuta. Kwa hiyo wanazuoni wamekubaliana kwamba lahul hadithi ni moja ya mambo mawili, aidha ni chochote ambacho kwamba cha kupoteza, cha kufanya humjui Mola wako, ni lahul hadithi, au ni hizi nyimbo ambazo za kufanya wewe ukawa umeelekea katika dunia. Hizi nyimbo nazo ni nini? Ni lahul hadithi. Lakini hapa tufafanue kitu, hizi nyimbo hasa ni zipi? Sababu kuna baadhi ya wazungumzaji ambao huchanganya madawa, wakaita nyimbo zisizokuwa nyimbo, wakaacha nyimbo. Kuna watu kwa sababu kwao wao anashid hawakubaliani nazo, anashid huziita nyimbo, kwa sababu watu wengine na wao kasida hawakubaliani nazo, kasida hizo pia nazo huziita nini? Nyimbo. Huchukua hizo anashid na kasaid wakaziita nyimbo, alafu wakaziacha nyimbo, wakatolea maklipu, wakatolea mavideo, wakatoa makhutba kukataza mtu kusikiza anashid, kukataza mtu kusikiza kasida, alafu hawatoi kumwambia mtu asisikize nyimbo. Hawatoi, wapinga zile zifaazo, alafu wakubali hizi zisizofaa. Hawakatazi watu kuhusu hizi. Sasa hizi nyimbo zinazozungumziwa ni zipi hasa? Ni anashid? La. Ni qasaid? La. Nenda kapitie tafsiri ya al-Imam Sha'rawi kwa umakini alipokuwa akielezea lahu al-hadithi, utapata kuelewa haya ninayoyazungumza, kwamba sina shida wala si kasida. Ni zile nyimbo ambazo kwamba ni za kuwatia watu katika upotevu. Anashid hazitii katika upotevu, wala qasaid hazitii katika upotevu, bali vitu viwili hivi kwa 100% vamfanya mtu amkumbuke Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vamregesha mtu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zinazokusudiwa ni hizi nyimbo za haramu. Wanazoona wanatuambia makusudio ya hizo alghina, wasema huwa alghinau almu'tadu 'inda almushtahirina bihi, ni zile nyimbo ambazo zimezoeleka, kuna watu wametangaa nazo. Yuharriku nufus, nyimbo hizo ukizisikiza zatingisha nafsi yako. Wayabaathuha ala alhawa walghazl, zaipeleka nafsi yako iende katika mambo ya kimapenzi, zaipeleka nafsi yako iende katika mambo ya kimahaba, mambo ya kuzini, mambo ya kumkosea Mwenyezi Mungu. Nyimbo hizo walmujun, zapeleka katika uwazimu, alladhi yuharriku sakin wa yab'athu alkamin, wazimu ambao waamsha kilichokuwa kimetulia. Yani mtu alikuwa ametulia mwenyewe hakumbuki machafu, lakini akisikiza hiyo nyimbo tayari ataanza kukumbuka nini? Ataanza kukumbuka machafu. Nyimbo hizo kweli ni kasida? Nyimbo hizo kweli ni anashid? La, ni hizi nyimbo za kidunia ambazo tuzijua. Wanazoona wasema fahadha an-naw'u, nyimbo hizi idha kana fi shi'rin yushabbibu fihi bidhikri an-nisa, ikiwa zimechanganywa na kutajwa wanawake, wa wasfi mahasinihinna, kuelezea mapambo na mwili wa mwanamke, wa dhikri al-khumur, kutaja tembo, wal muharramat, la yukhtalafu fi tahrimihi, hakuna ushindani, ni haramu moja kwa moja. Kwa hiyo tukubaliane ndugu zangu kwamba nyimbo zinazokusudiwa
ni hizi tunazozijua, ambazo zasifu wanawake, zaeleza uzinifu, zaeleza pombe, zaeleza watu kufanya mambo ya haramu, zaeleza watu kufanya mambo ya kumkosea Mungu. Hizi ndio lahu wal hadith. Wa illa, ikiwa mtu atataka kusema ni nyimbo zote, basi atakuwa pia yomtia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika kwamba Mtume amekosea, wal iyadhu billahi, kwa sababu Mtume ameimba. Mtume ameimba katika ghazwatul Khandaq, na baadhi ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wameimba katika Khandaq, na wengine wameimba katika Hunain, katika Khaybar wameimba baadhi ya masahaba katika vita vya Khandaq, vile vita ambavyo kulichimbwa shimo ambavyo ndio ghazwatul Ahzab. Pia katika Khandaq masahaba walipokuwa wakichimba walikuwa wakiimba, na ndio maana baadhi ya wanazuoni wakapendekeza ikiwa kuna kazi waifanya ambayo kazi ile ina sampuli ya ugumu, ukitaka uifanye rahisi, imba manake nyimbo ambazo kwamba zamridhisha nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imba, utajipata ile kazi waimaliza kiurahisi bila kuionea uzito wote. Masahaba wa Mtume waliimba kasida maarufu, nahnu alladhina bay'u Muhammadan ala aljihadi ma baqina abadan, wakawa wanaimba kwa rajaz yartajizun, nahnu alladhina bay'u Muhammadan ala aljihadi ma baqina abadan. Kisha wakawa wengine wasema wallahi laula Allahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina faghfir fidaan laka. Maneno maarufu yametajwa katika vitabu fasira. Wakawa wanaimba ili kazi ya kuchimba lile shimo waione nyepesi. Walikuwa wakiimba kwa naghma gani? Hatujui. Hiyo kasida ilikuwa yaimbika kwa sauti gani? Hatujui. Lakini haikuwa ni maneno eti mtu tu yasema nahnu alladhina bay'u Muhammadan ala aljihadi ma baqina abada. Sasa itakuwa ya kupatia urahisi gani wa kazi? Bila shaka naghma iko ambao ukiimba kwa ile sauti ndio wapata urahisi wa kuchimba ile Khandaq ambao masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wakichimba, na Mtume akishirikiana na wao pia katika kuchimba ile Khandaq. Kisha katika kuimba kwao wakawa wakifika mahali wajichanganya wote, Muhajirin na Ansar, wakisema Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajira ama farhamil ansara wal muhajira. Wakawa wajichanganya, Mola, maisha mazuri ni ya akhira, warehemu maansar na warehemu muhajirin. Na haya yafanyika Mtume huko, masahaba waimba na Mtume huko, bali Mtume mwenyewe ameimba. Baadhi ya riwaya zikieleza Mtume alikuwa akifuatisha katika sehemu ya Salama ibn al-Aqwa. Salama ibn al-Aqwa alikuwa yeye akisema Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina, mpaka akifika kule mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam akirejelea ile wa in aradu fitnatan abaina. Mtume na yeye akirejelea abaina, yani kwa ile sauti ya kuimbia kuna hiyo sehemu ya kuitikia abaina, Mtume akirejelea yeye. Tutarudi vipi tuseme kwamba lahu wal hadithi ni nyimbo zote, wakati mbele ya Mtume masahaba walifanya nini? Waliimba, na hata Mtume mwenyewe alishiriki katika kusema abaina. Kwa hiyo sio nyimbo zote, ni nyimbo hizi ambazo zatupoteza na zatupotezea jamii zetu, ndizo ambazo wanazuoni wamesema hizi ndio lahu wal hadith. Haiwezekani kani zote, kwa sababu imepokewa kwamba Anjasha ambaye ni mmoja katika masahaba wa Mtume ni mtu alikuwa na sauti nzuri kiasi ya kwamba anapoimba yule ngamia huongeza mwendo, akawa yuko spidi kwa namna anavyopumbazika na ule uimbaji wa Anjasha. Yule ngamia husahau kwamba yuko spidi, na Anjasha aliimba mbele ya Mtume. Siku moja katika ngamia walioko ndani ni wanawake au ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Safarini Anjasha ikawa yuaimba, yuamtumbuiza ule ngamia, anaitwa Alhadi, mtumbuizaji. Ikawa yuamtumbuiza ule ngamia, ngamia ameongeza mwendo na Mtume yuko na Anjasha yuaghani, yuaimba. Mtume yuko hapo mpaka Anjasha, Mtume akamwambia Anjasha, akamwambia ruwaidaka ya Anjasha sawqaka bilqawarir, pole pole Anjasha, kwa huko kwa namna unavyopeleka qawarir, yani glasi. Mtume akafananisha yule mkewe aliyoko pale ndani au mwanamke aliyoko pale ndani,
akamfananisha na glasi, yani namna ngamia alivyo spidi. Huyo aliyekuwa hapo juu aweza akakosa timing akaanguka, na mwanamke ni mlaini, aweza kule kuanguka tayari akafanya nini, akavunjika. Pole pole anjasha, mchumi yuko hapo. Kwa hiyo tunaposema nyimbo ni lazima tukubaliane ni nyimbo hizi za kidunia, wa ila tukiendelea kukazana zote nyimbo zote itakuwa tunataka pia tumtie Mtume sallallahu alaihi wasallama katika matatizo. Salama ibn al-Aqwa ambaye ni mmoja katika masahaba wa Mtume alikuwa akiimba katika vita vya Khaibar maneno yenye kuwahamasisha masahaba wa Mtume, maneno yenye kuwatia moyo wa kupambana, na Mtume yomsikia. Mtume akamwambia Mungu, wako njiani watu wenda, ikawa yuimba mashairi ya kuhamasisha watu wakifika wapambane, mpaka Mtume akasema yarhamullahu Salama, Mwenyezi Mungu amrehemu Salama. Salama ni Salama ibn al-Aqwa, Mwenyezi Mungu amrehemu Salama. Baadhi ya masahaba wakafahamu hii dua ya Mtume ni kwamba katika hivi vita vya Khaibar Salama ibn al-Aqwa atakufa shahidi. Wakaanza kusema nini, Salama amepata bishara kwamba yuenda kufa shahidi, lakini hakufa katika vita hivyo, alikufa huko usoni. Lakini yuaimba na Mtume yuko na dua akamwombea yarhamullahu Salama. Kwa hiyo wanazuoni walipokubaliana kwamba wa minan nasi man yashtari lahu alhadithi, lahu alhadithi ni mazungumzo yote ambayo yatakufanya msahau Mola wako, ama lahu alhadithi ni hizi nyimbo, zilikuwa ni hizi nyimbo za kidunia ambazo zamfanya mtu aingie katika upotevu na aingie katika kumkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lahu alhadithi hii ambayo mtu yuinunua, wanazuoni wamesema hapa pana jambo la maajabu sana. Almufassirun, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amekuja kutuletea mazungumzo bora ambayo ni Qur'ani na hadithi zake bure, hakutaka kulipwa na mtu, na mwenyewe akatuambia katika Qur'ani, qul la as'alukum alayhi ajran, mimi ninapowaletea Qur'ani sitaki munilipe, sitaki malipo kutoka kwenu, bure, sikizeni tu Qur'ani mwichukue. Qur'ani iliyoletwa bure watu hawaitaki, kisha mtu huyo Qur'ani sasa huko yatuambia yashtari, atoa pesa kwenda kununua lahu alhadith, yani mazungumzo ya bure ambayo ni mema yatamtia peponi, mtu yakimbia. Ataka mazungumzo ya gharama, mazungumzo ambayo atayatolea pesa, mambo ya ubatilifu ambayo yatamfanya amsahau Mola wake, ikiwa ni starehe, ikiwa ni anasa. Amezitolea nini zile anasa? Pesa. Hakuna anasa ya bure wala hakuna starehe ya bure. Ili uende ukastarehe, uende ukamkufuru Mungu, uende ukamasi Mwenyezi Mungu, ni utumie nini? Pesa, ili umsahau Mungu. Sasa mazungumzo ya bure mtu hayataki, lakini Mwenyezi Mungu atujulisha kwa ujinga wa baadhi ya watu, haya ya bure ambayo ni Qur'an, la as'alukum alayhi ajra, ambayo yatamtia mtu peponi, mtu hataki kuyasikiliza. Lakini yale ambayo kwamba yatampoteza, yashtari lahu alhadithi, yuko tayari kuyatolea pesa ili akanunue anasa hii na hii na hii, kisha zimpelekee amsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu akasema liyudilla an sabilillahi bighairi ilm, yafanya hayo ili apoteze watu katika njia ya Mwenyezi Mungu, bighairi ilmin, pasi na ilmu ya aina yoyote. Ndugu zangu, kuna kitu hapa chaitwa allahu, wa minan nasi man yashtari lahu wal hadith. Lahu, pumbao. Neno la lahu Mwenyezi Mungu mara nyingi katika Qur'ani akilitaja, kwanza hutanguliza laib, alafu ndio baadaye akataja lahu. Sehemu mbili Mwenyezi Mungu ametanguliza laib alafu akafuatisha lahu, ila sehemu moja ametanguliza lahu alafu ndio akafuatisha laib. Ukienda katika suratu Al-An'am, Mwenyezi Mungu amesema wamal hayatu dunya illa la'ibun kisha walahun, hii dunia ni kucheza alafu pumbao. Ukienda katika suratu Al-Hadid, Mwenyezi Mungu amesema i'lamu annama al-hayatu ad-dunya
laibun wa lahu, kucheza na pumbao, isipokuwa katika suratul Jumu'ah Mwenyezi Mungu ametuambia wa idha ra'au tijaratan au lahwan, akataja lahu, na sehemu nyingine katika suratul Ankabut akatanguliza lahu kisha la'ib, akatuambia wama hadhihi alhayatu dunya illa lahwun alafu wa la'ibun. Katika kutaamali huku kutangulizwa la'ib katika aya mbili, kisha baadaye kukatangulizwa lahu, wanazoona watuambia kutaamali kwake kuna faida utaipata. Faida yenyewe ni kwamba mtoto akiwa mdogo huwa hana kinachomshughulisha zaidi ya laib, kucheza tu, yani michezo ambayo haina malengo yoyote. Apande juu ya mti ashuke, lengo lake la kupanda juu ya mti ilikuwa nini? Hakuna. Umuone amekusanya mchanga, ameushika hivi hapa mchanga, ndio akiomwaga pale, lengo lake la kuchukua mchanga kupeleka pale nini? Hakuna. Yani ni machezo tu yasiyo na malengo yoyote. Wanazuoni wanasema lakini mtoto huyo anapokuwa machezo yale huwa kando, sasa huja lahu, huja nini sasa? Pumbao. Yani kuna kitu ambacho yuakifanya na ana malengo nacho. Mimi nafanya kazi ili nipate kununua kitanda nyumbani, nikiwa na kile kitanda nitapata mahali pa kupumbaa mwenyewe, nikijiboga kitandani alhamdulillah napumbazika kwenye kitanda changu. Kwa hiyo sasa hana tena muda wa machezo yasiyo na maana, kwa sababu sasa kuna kitu ambacho chamshughulisha. Na hii ndio maana ya suratul Jumu'ah, wa idha ra'au tijaratan, wakiona nini? Biashara. Wanaona biashara watoto wadogo ama watu wazima? Watu wazima hao washakuwa, kwa hawana machezo. Wa idha ra'au tijaratan au lahwan, au wakaona jambo la pumbao, kwa sababu mtu akishakuwa mkubwa hana tena laib, bali atakuwa ana nini? Mtu huyo ana lahu. Sasa Mwenyezi Mungu atujulisha katika hali hizi kwamba hata hiyo lahu hakikisha sio inayokushughulisha ukamsahau Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Usiingie katika wa minan nasi man yashtari lahu alhadithi, hata ikiwa ni lahu, watakakununua kitu upumbazike, watakununua TV uweke nyumbani, lengo ni pumbazike, ufurahike, lakini isikupoteze ukamsahau nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikawa sasa TV yako ni bora zaidi kuliko kwenda kumsujudia nani? Allahu tabaraka wa Ta'ala. Liyudhilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa, na wanazifanya aya za Mwenyezi Mungu kuwa ni za kuchezewa shere. Hapa ni yule An-Nadhr ibn al-Harith alikuwa akinunua vitabu vya historia za Warum wa Fursi, kisha alafu akipambanisha na mazungumzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu amaliza kwa kusema ulaika lahum adhabun muhin, watu hao wana adhabu yenye kutia unyonge, yenye kutia utoevu. Insha Allah taala, mpaka hapa katika aya hii tutaifunga darasa yetu kwa leo. Kesho biidhnillah tutakuwa tuendelea katika aya inayofuatia ya 7, tuweze kuenda polepole kama tulivyosema. Suratul Luqman si sura ndefu, aya zake ni aya 34 peke yake. Tutaraji tuweza tukaimaliza na tukachukua sura nyingine kama ni Sajda, kama ni gani, tukaendelea kuikamilisha hii Ramadhani yetu. Basi tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atubarikie katika haya tuliyozungumza. Mwenyezi Mungu aatilie nuru, Mwenyezi Mungu ajalie tuweze kuyatumia na kuyafanyia kazi. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuadhika, tuweze kutoka katika hali mbaya tulizonazo, tuende katika hali nzuri anazoziridhia Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، واجعلنا من المتقين الأخيار برحمتك يا عزيز يا غفار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.